Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, katika mwendelezo wa mafunzo yetu ya hijama kwa wadau mbalimbali ili kuifahamu tiba ya hijama na falsafa yake, ili kama mtu anaelekea kwenye kuifanya hijama basi alau awe anafahamu misingi 1, 2, 3 ya kabla ya hajaenda kufanya hijama, na hii italinda usalama kwa wadau wanaotaka kufanya hijama kutokana na tiba hii kuwa walio wengi miongoni mwetu ambao wanatoa huduma ya hijama wanafanya hijama kiholela bila kuzingatia misingi na kanuni na taratibu za tiba ya hijama. Kwa leo tutaanzia kuzungumzia nyakati bora ambazo zinafaa mtu kufanya hijama. Kuna nyakati bora za kufanya hijama ambazo zimegawanyika katika mafungu yafuatayo. Kuna nyakati bora katika mwezi mwandamo, ambapo nyakati hizi amezitaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazo zinapatikana katika tarehe 17 na tarehe 19 na tarehe 21 katika mwezi mwandamo. Tarehe hizi Mtume sallallahu alaihi wasallam amezichagua na kuzisemea kwamba shifau likulli dai, kwamba hijama ambayo itafanyika katika tarehe hizi mwezi 17 au 19 au 21 ni tarehe ambazo zina nguvu kubwa sana ya tiba, na moja katika nguvu yake zinakwenda kuwa ni solution ya ugonjwa wowote ambao mtu anasumbuliwa nao. Akifanya katika tarehe hizi inasaidia sana kuweza kuondoa yale maradhi. Sababu yake hasa ni nini? Sababu ni kwamba tarehe hizi mwezi 17, 19 na 21, hizi ni tarehe ambazo mwili ushafanya uchakataji wa damu, ule uchujaji mkuu wa damu ambao huwa unafanyika katika kila tarehe za mwezi mwandamo, ambapo huwa inafanyika katika mwezi 13, 14, 15, ambapo tarehe hizi 13, 14, 15 Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuzipendekeza kufanya hijama, kwa sababu ni nyakati ambazo damu inakuwa nyepesi, ni nyakati ambazo damu inafanya uchakataji mkubwa wa kuchuja takataka zote katika mwili ambazo zipo katika maeneo mbalimbali ya mwili ili kuzileta katika uso wa ngozi. Kwa baada kupita hizi siku za mwezi 13 na 14, 15, akatusisitiza na akapendekeza tufanye hijama mwezi 17, 19 na 21, kwa sababu ni nyakati ambazo sasa uchafu wote ambao umeshachakatwa katika hizi tarehe ambazo zimepita 13, 14, 15 ambao tunaita ayamil bidh, masiku meupe, ule uchafu wote utakuwa upo juu ya uso wa ngozi. Kwa hiyo tukifanya hijama mwezi 17, 19, 21 tunakwenda kufanikisha mchakato wa kuondoa taka sumu zote na virusi vyote ambavyo visababishi vya maradhi katika mwili wa binadamu, na hatimaye mwili wa binadamu unakuwa upo salama. Kwa muda huu unapendekezwa kwa sababu ni muda unaendana na hali ya maumbile ya mwanadamu kutokana na mwenendo wa mwezi. Mwezi una athari kubwa sana katika utendaji kazi wa mwili wa binadamu. Mwezi una athari kubwa sana na katika maisha ya wanadamu na ulimwengu wote kwa ujumla. Ndio maana tukafundishwa kupatwa kwa mwezi, watu tukimbilie kwenye nyumba za ibada, misikitini, tukaombe, tukasali, kumwomba Allah tabaraka taala, kwa sababu mwezi ni sehemu ya mchakato wa uhai wetu. Kama mwezi utapata madhara yoyote, basi na uhai wetu upo hatarini kuweza kupotea. Kwa hiyo katika tiba ya hijama kuna mahusiano makubwa sana kati ya nguvu ya mwezi na mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo Mtume akakataza au hakupendekeza kufanya hijama katika mwezi 13, 14, 15 kwa sababu damu inakuwa ni nyepesi nyakati hizo. Damu inakuwa ipo katika mawimbi makali kutokana na ule mchakato wa kujisafisha mwili. Halafu tukafanya hijama mwezi 17, 19, 21 ili sasa kwenda kufanikisha kuondosha zile takataka ambazo zimeletwa katika kipindi kile ambacho mwili ukifanya mchakato.
Kwa hiyo ni eneo la kwanza katika maeneo ambayo yanahusisha katika ufanyikaji wa tiba ya hijama kwa kuzingatia tarehe za mwezi mwandamo. Kwa usije ukathubutu ukafanya hijama katika tarehe 13, 14, 15 katika mwezi mwandamo, kwa maana katika hali masiku meupe, na badala yake weka mkazo katika kufanya hijama tarehe 17 na 19 na 21. Lakini hii haimaanishi kwamba kufanya nje na zile tarehe hizo haifai, hapana. Kwa maana tunaweza kufanya hijama mwezi 22, mwezi 23, mwezi 25 kuja mpaka kuandama tena kwa mwezi. Pia tunaweza kufanya hijama mwezi 12, mwezi 11, mwezi 10 kushuka mpaka mwanzoni mwa mwezi mwandamo. Isipokuwa tarehe hizi zinakuwa ni tarehe pendekezwa, kwamba mapendekezo isifanyike hijama 13, 14, 15 kwa sababu ni tarehe za hatari, na tarehe ambazo damu inakuwa ni nyepesi. Kama mtu atafanya hijama inaweza kupelekea kutoka damu nyingi, hali ambayo inaweza kuleta hatari ya afya yake. Badala yake tufanye 17 na 19, 21, tutakwenda kufanikisha uondoaji wa zile taka mwili zote ambazo zimeletwa katika hizi tarehe zilizopita, ili kufanikisha matibabu ya wanadamu na hatimaye mwili wa binadamu kuweza kuwa katika afya nzuri. Kwa hiyo kwa elimu hii fupi ya tarehe ya katika pamoja katika vifungu vile vinavyohusiana na mtaratibu wa kufanya hijama katika kufuata tarehe za mwandamo, naomba kila mmoja aelimike, lakini kila mmoja alizingatie hilo. Hii itasaidia katika kufanikisha matibabu makubwa kwa watu mbalimbali, lakini pia kwa matabibu ni muhimu sana wakazingatia kalenda hii, kwa sababu inasaidia katika kufanikisha matibabu ya mgonjwa na hatimaye kuweza kuondokana na yale maradhi. Kufikia hapo katika eneo hili la kwanza, napenda kuwashukuru sana na kuwakaribisha katika kliniki yetu ya Kamna Hijama Clinic Center kwa ajili ya kupata huduma za matibabu ya magonjwa mbalimbali kama sukari, magonjwa ya pressure, magonjwa ya pumu, ya mfumo wa upumuaji ikiwemo pneumonia, magonjwa yanayohusiana na tezi dume na mengineyo mfano wake. Wanawake wenye matatizo ya uvimbe, wote hawa wanaweza wakasaidika kupitia tiba hii ya hijama. Lakini pia napenda kuwakaribisha wadau katika masomo ambayo tunayaendesha katika programu yetu ya Kamna Hijama Training Academy, wajiunge kwa ajili ya kupata elimu ya kina kuhusiana na tiba ya hijama ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunapatikana Chanika Buyuni kwa Singa katika mkoa wa Dar es Salaam, wilaya ya Ilala. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.